Kukosekana kwa nidhamu kwenye maisha ya mtu yanapelekea mazoea, yanaletea kuwa na mazoea. Kwa moja ya athari iliyotokea, Samsoni akamzoelea Mungu. Akaona huyu Mungu siku zote ananitumia, tangu utotoni mimi nimeambiwa na wazazi nimeshatengwa maalum, Mungu ananitumia. Kwa hiyo Samsoni akamzoelea Mungu, akaona ni wa kawaida tu, ni jambo la kawaida, na akaamua kufanya vitu ambavyo viko tofauti na mpango wa Mungu. Mwisho wa siku Samsoni anaondolewa nguvu zake na anabaki kuwa wa kawaida. Kilichokosekana ni nidhamu ya nafasi aliyokuwa nayo, kutotambua yeye ni nani, akamzoelea Mungu. Kwa kukosekana kwa nidhamu kwenye maisha yetu, hata kama tuna ndoto, kuna mahali tunakwenda, tuna mipango mitimilifu, tunaelekea pazuri, ukikosa nidhamu utafika kule unakokusudia kwenda. Nidhamu inatusaidia kutupeleka kwenye makusudio tulionayo. Kuna watu leo wamepata kazi nzuri, sio kwa sababu ya elimu zao, sio kwa sababu ya viwango vya level za elimu walizonazo, ila tu nidhamu ikamshawishi boss, ikamshawishi mwajili ampe ile nafasi. Lakini leo kuna watu wamefukuzwa kazi za maana, wamesababisha familia zinateseka kwa kukosa nidhamu. Kukosekana kwa nidhamu kunaleta mazoea. Mtu anaanza kuizoelea kazi. Bosi ni rafiki bwana, swaiba huyu. Kwa ile nidhamu ya kwanza, utaratibu leo kumewekwa, anaanza kuuvunja, anachelewa kazini, anaanza kulewa kazini, anaanza kufanya vitu vya ajabu, anaanzisha mapenzi kazini, mwisho wa siku anapoteza kazi. Kilichokosekana ni nidhamu katika kazi. Unaweza kutumia gharama kubwa kujenga heshima, na gharama kubwa, muda wa kutosha, miaka mingi, lakini ukikosa nidhamu ndani ya siku moja, heshima uliyoijenga kwa miaka mingi, nidhamu uliyoijenga kwa miaka mingi, ukijichanganya tu na kuondoa nidhamu, ukashuka mpaka chini. Samsoni akaizoelea huduma. Ndio maana wakati amenyolewa nywele zile, anaamshwa anasema nitakwenda na kujinyosha kama siku zote ninavyofanya. Anaenda kujinyosha na shangaa ni mdhaifu. Kukosekana kwa nidhamu kunaleta mazoea, kuizoelea huduma. Leo tuna watumishi wameizoelea huduma, anaona ni kawaida, wanafanya vituko madhabahuni, ameshaimiliki huduma, ni ya kwake na sio ya Mungu. Hahitaji kuomba, tunajua mimi nitasimama, kwa sababu ashazoelea huduma. Lakini Biblia inasema hakujua kama Bwana ameshamwacha. Moja ya vitu vya muhimu ambavyo mtu wa Mungu uvizingatie na kuvishika ni nidhamu. Kuna watu ndoa leo zinasumbua, ndoa zimeachika, ilichokosekana ni nidhamu. Wala sio shetani. Kabla haujamwangalia shetani kuwa chanzo cha tatizo lako, jiangalie kwanza wewe. Nidhamu kipungua, mambo yanaharibika, vitu vinaingia ambavyo havistahili.